kuomba kura kwa Watanzania, na yeye ni moja wa wagombea wetu kupitia Chama cha Mapinduzi kule Tanga. Kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako ili kuja kuungana nasi wana Dar es Salaam katika kuhabarisha wananchi kwa ujumla kuhusiana na utamu huu wa mchezo wa kikapu. Aidha, nitumie pia nafasi hii kumshukuru tena kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mnafahamu historia kubwa sana ya ndugu yangu Captain, na mnafahamu pia historia kubwa sana pia ndugu yangu Mwana FA ambaye ni naibu wetu waziri. Wote hawa ni matunda mazuri sana kutoka kwenye mikono ya Mheshimiwa Rais. Na mimi nakiri kwamba wasingalikuwepo hawa, very likely kwamba hata pengine kiwango cha michezo katika taifa letu na hasa katika huu mchezo wa kikapu pengine usingelikuwa hivi ulivyo leo. Mimi nishukuru sana kwa sababu nimepokea simu ya naibu waziri kuniomba niwe naye hapa leo, na anafahamu kwamba mimi bado najifunza zaidi katika sekta hii kubwa ya michezo. Lakini jambo zaidi la tatu ni kushukuru sana organizers wote wa Dasite. Dasite ni timu kubwa na ambayo leo mnaona imekuwa na kocha wa kigeni, kocha kutoka mataifa ya nje. Tumezoea timu hizi nyingi zinakuwa na makocha wa hapa au makocha wapi, lakini hii ni ishara kwamba timu inakuwa na kwamba inafikia katika sura ya kuwa ni timu ya kimataifa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kushukuru sana kwa namna ambavyo mnajiorganize wenyewe, lakini kwa namna ambavyo pia mnaweza mkawa sehemu kubwa sana ya kupeperusha bendera ushindi kwa taifa letu. Na kama ambavyo pia Mheshimiwa Naibu Waziri wetu amezungumza, nami nishindirie tu kwamba mchezo huu wa kikapu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni mchezo ambao bado haujawa na wapenzi wengi sana. Na kwa mantiki hiyo, kwa mchezo huu kufanyikia hapa kwetu Dar es Salaam IST School ni kigezo kikubwa sana cha kuwataka sasa ama kuwaomba Watanzania na hasa wa Dar es Salaam wafike kwenye uwanja huu wa shule ya kimataifa Tanganyika waweze kushuhudia mashindano haya ambayo yamekushazungumzwa vizuri sana na Mheshimiwa Naibu Waziri. Kesho jioni. Nikisema kesho jioni, mnafahamu kwamba leo ni tarehe 10 na ngapi jamani? Leo ni tarehe 16. Kwa nikisema kesho jioni na maanisha tarehe 17 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Jioni, saa za jioni, maana yake ni kwamba hapa tayari patakuwa pamekwisha taradad na mambo yote yataanza hapa. Na kwa mantiki hiyo niwathibitishie